Fred Kana, nikiwa mbunge wa Shinyalu, kula ambako askofu anatoka. Mimi sio mbunge wake tu, bali pia ni mwanakijiji mwenzake, kwa sababu tunaishi na yeye kule Shinyalu katika kijiji kimoja. Mumesikia wasifu wa wale wote ambao wamezungumza mbele yangu, nami niko tu hapa kukubaliana nao ya kwamba yale yote ambayo wamesema kuhusiana na askofu wetu ni ukweli, na ni ukweli mtupu. Kwa sababu askofu aliishi maisha ya kumtegemea Mungu, aliishi maisha ya kutii na kuitikia maandiko, haswa wito wa maandiko katika kitabu cha Mathayo 5:14 hadi 16, ambacho kinatuhitaji sisi kuwa nuru katika ulimwengu, kuangaza kwa mema na matendo, tukimwakilisha Mwenyezi Mungu hapa duniani. Ndugu yetu askofu, ile nuru ambayo aliangaza, unaweza kuona kwa ushuhuda ambao uko katika nyumba hii. Aliangaza pembe zote za dunia kama nuru. Nasi pia naomba Mungu atutie nguvu ili tuweze kuwa mfano kama yeye siku yetu ya kuondoka ikitimia. Wenzangu, nitakuwa mkosefu wa shukrani na fadhila nikikosa kuyataja mawili matatu ambayo tulihusika kwa karibu na askofu Likavu. Nikiwa pale Shinyalu kama mbunge wake, yeye pamoja na askofu Atango na askofu Musundi wa IVC huko Shinyalu waliniita wakaniambia kuna mambo ambayo walitarajia nitekeleze kwa niaba ya wanashinyalu ambao jinsi meona wamekuja wengi kuja kushuhudia ibada hii. Na mojawapo walile kubwa ambalo kwa wakati huo nililiona kama the mountain ambayo dada yetu Joy ameimba pale, lilikuwa barabara ya kumwezesha askofu na wenzake kutoka pale Shinyalu na kufika hapa Eldoret kwa muda mfupi. Walihitaji ya kwamba nisukume Mheshimiwa Rais atuwekee lami kwa barabara ya kutoka pale kiwanja ndege, wale ambao wana ufahamu wa sehemu hiyo, kupita Shinyalu mpaka kwa msitu hapa, ndio ikuja itoke Chepsonoi ifike hapa Kapsabet mpaka hapa Eldoret, ambayo ilikuwa inapunguza safari na masafa ya kufika hapa Eldoret maradufu. Niliona kama ni mzigo mkubwa, lakini nikafikiria wacha niwe mjanja kidogo, niwashikishe ile tunaita handiboli. Kaambia nyinyi maaskofu, lakini nyinyi ndio mnaishi na mkubwa wetu Rais kule Eldoret. Kwa mimi nikimsukuma huku, hata nyinyi kule mnisaidia kumsukuma mkimuona. Lakini wakaniambia sisi tutakusukuma na maombi na kibali. Kwa sababu ukipata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya binadamu, hayo yote yatatendeka. Na ni kweli, kwa sababu kupitia kwa maombi yao na kile kibali walichoniombea, nilisukuma Rais William Ruto. Sasa ile barabara ambayo askofu alikuwa anaitarajia kuitumia sana inaendelea, inawekwa lami. Jamani, Mwenyezi Mungu ni mzuri. Baada ya hapo akaniambia pia nisukume Rais mambo ya airport, ili tutengeze airport mbadala. Eldoret Airport isaidiwe na airport ya Kakamega. Nikarudi nikasema kwa sababu niliombewa kibali, mimi sitafukuzwa na Rais. Wacha niende nimwambie nimetumwa tena airport ya Kakamega. Na Rais kupitia kwa kibali akakubali, akatutengenezea airport. Sasa ameweka pale milioni 400. La mwisho pia akaniambia ile shule mmesikia ambayo alianzia kusoma, alikuwa akinikumbusha mara kwa mara, shule yangu. Na jambo moja ambalo pia lilihitaji mkono wa Rais ilikuwa tena school bus. Imagine tena nikarudi kwa Rais nikamwambia shule ya Bishop Likavu inahitaji school bus, akanipatia bila chochote. Sicho ni kibali jameni? Ni mengi ambayo naweza zungumza, lakini kwa sababu ya heshima ya ratiba mniruhusu nikomee hapo, nikiambieni wana Eldoret
hasa viongozi wa hapa, wa makanisa na wa kiserikali, asanteni sana kwa kumkubali ndugu yetu, kwa kumlea na kwa kushiriki naye. It is because of you that the bishop walked this journey majestically, na Mwenyezi Mungu amemfikisha mahali amefika, akapumzika. Jameni, kwa niaba ya watu wa Shinyalu, mmepokea shukrani zangu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Asante.